السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. Wapenzi Waislam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia na kumsalimia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni fursa nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikia kuendelea na hadithi katika kitabu cha Al-Arba'un An-Nawawiyya cha Al-Imam An-Nawawi, ikiwa leo tutasoma hadithi ya 11 na hadithi ya 12 kama nidhamu ya kitabu chenyewe kilivyo. Tunazidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hadha al-amal khalisan liwajhi, kazi hii iwe ni kazi ambayo ameikubali, na amali tunazozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyotuafikia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ya Rabbi atukubalie vile tulivyo. Sala za qiyamul layl, salatu tarawih, salatu tahajjud, salatu tasabih na nyingine nyingi anazozifanya mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituafikia tufanye, basi atukubalie, kwa sababu hakuna kitu kizito kama tulivyotaja jana. Wewe umefanya amali zako takriban miaka 70, amaru hadhihi al-umma baina 60 wa 70. Umri wa ummatu Muhammad uko katikati ya miaka 60 na 70. Kisha ukutane na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala akwambie amali zako hazikupitisha sharti urudishiwe mwenyewe. Utamani urudi duniani ufanye chochote, lakini lilasaf haiwezekani. Kwa hivyo ni vyema mwanadamu ajitahidi katika ibadati zake ziwe ni khalisan liwajhillah, na pia baada ya hapo amuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala amtakabalie, kwa sababu kama tulivyosikia jana, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, ameepushwa na kila mapungufu na hatokubali chochote isipokuwa kilichokuwa ni kitakatifu, kilichokuwa na ikhlas. Umefanya jambo kwa ajili ya lillahi ta'ala. Na tukasema haya ni mambo hayasoma katika hadithi, lakini kuna haja ya mwanadamu kuwa na nafasi ya kufanya practice ili kujaribu kufika katika maqam na daraja ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala atakapomkubalia. Naam, sote ni wapungufu, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kusema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hadhihi hiya alghaya. Lengo kubwa la mwanadamu ni kufika katika rutba ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aingie katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndio malengo. Lakini lilasaf, kwa sababu mwanadamu ni mwenye kusahau sana, amesahau main objective, akashughulika pengine na mambo ambayo lilasaf yanaweza kumharibia mawasiliano yake na Mola Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa ya Rabbi ametuwafikia kufunga Ramadhani pamoja na ijtihada zetu kufanya ikhlas, ijtihada zetu katika sala ya tarawih, ijtihada zetu katika kusoma Qur'ani. Tunamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie, iqbalna ala ma fina, ya Rabbi, tukubalie vile tulivyo na majongo yetu na makosa yetu, usitutupie amali zetu katika uso wetu, kwa sababu ikiwa wewe utatufukuza katika mlango wako, ni nani mwingine atakayetufungulia mlango wa kumpa msamaha? Kwa hivyo tutarajia kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala mema. Hadithi ya leo ni hadithi ya 11 na 12 katika nidhamu ya kitabu hichi, na sahibu alkitab al-Imam an-Nawawi anasema an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa rayhanatihi radiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ni hadithi ya kwanza katika hadithi tulizozichagua kuzisoma leo, na hadithi nyingine an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hizi ndizo hadithi mbili ambazo tunatarajia Mola Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie tuweze kuzisoma na kuyaelewa, na Mola Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik katika kuzifanyia kazi hizi hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ana Abi Muhammad, imepokewa kutoka kwa Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah, mjukuu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wa rayhanatihi. Rayhana ni mti unaojulikana kwa lugha ya Kiswahili mrehani. Ni mti mmoja una harufu nzuri sana na una faida zake, na ilikuwa watu wema watoto wao wanapokuwa ni wema huwapa jina hilo raihanati, yani mti mzuri wenye faida na harufu yake ni nzuri. Na baadhi ya wanazuoni wasema raihana maana yake ni riziki. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniruzuku kijana mzuri ambaye ni Sayyidina al-Hussein, Sayyidina al-Hasan radiyallahu anhu wa arda, na huu ni mjukuu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni mtoto wa Bibi Fatima na vile vile ni mtoto wa binu ammi yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Na hawa ni wajukuu ambao walipata bahati kubwa sana kuwa wao wamelelewa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kwa sababu ya udogo wao kama inavyosimuliwa, ilikuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anaposwali, Sayyidina al-Hasan wal-Hussein wanakuja kucheza katika mgongo wa Sayyidina Rasulillah, kisha wanasema al-Faris, al-Faris, tumepanda farasi tuenda jihad. Sayyidina Umar alikuwa anasema wallahi, nyinyi mna bahati sana ikiwa farasi wenu ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, bahati yenu. Kwa hivyo walipendwa sana na Mtume Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Na katika maneno yawm min al-ayyam, Mtume Muhammad yuko kwenye mimbar, akaonekana anateremka katika mimbar, wasijue kwa nini ameteremka Mtume Muhammad katika mimbar. Akiteremka kumbe anataka kumpokea mjukuu wake Sayyidina al-Hasan, ni kijana mdogo ameingia msikitini. Baadhi wakaona Rasulullah amekata khutba, amekwenda kumpokea kijana mdogo sana. Na hapa ndugu zangu, hili suala la watoto kuja msikitini, kuna wengine hawafahamu masala haya, lakini tusiwakatazeni watoto kuja msikitini.
Ikiwa hawatokuja msikitini waende wapi? Wacha waje, lakini wewe mzazi wako au mlezi ama mwalimu, take care of them, jaribu kuwa na murakaba na wao, lakini usikate infisal. Yani msikitini asije mtoto kabisa, atakwenda wapi? Ikiwa hakuzoea kuja msikitini katika marhala ya utotoni, unataraji vipi aje msikitini katika marhala ya utu uzima? Hajalelewa katika mazingira ya msikiti. Kwa ni mambo kidogo. Nafikiri kuna watu wakali sana wanapoona watoto msikitini, wanakuwa wakali sana, na penginepo wakawafukuza wale watoto. Unapowafukuza ataangalia alternative. Sisi hapa tumezungukwa na makanisa. Huku nilipoelekea kuna kanisa, huku nilipoelekea kuna kanisa, na wanao classes zao wanaziita Sunday school, na wanaotegemea wanaolengwa ni nani? Ni watoto. Wewe umemfukuza hapa, amekwenda kule, amepokewa, utamlaumu nani? Umemwondosha msikitini, ametoka, wewe usicheze hapa, watu wanakuja kuswali. Tayib, si mahala pa kucheza. Lakini kama ni msikitini, kuwe kuna nidhamu ala sabili mithal, kuna sehemu ya watoto ala sabili mithal, na wale wasaidizi wetu wa msikitini wasaidie, na yule mzazi mlezi wa yule mtoto awe ni mwalimu, awe ni mzazi wake wa kweli, aangalie murakaba wa hawa watoto, kwa sababu mioyo yao inapofungamana na msikiti. Na ndio alivyozungumza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, idha raaitum rajula, mkimuona mtu ya'tadu almasajid, amezoeana na msikiti, qalbuhu muallaqun bilmasajid fashhadu lahu biliman, huyo mtu shuhudilieni kuwa ana imani. Mtu hawezi kuwa na taalluq na msikiti isipokuwa ni mtu mwenye imani. Kwa hivyo ina maana hawa watoto wanapokuja msikitini, tunatia mbegu za imani katika nyoyo zao. Tusiwe wepesi kuwaita majina na kuwatukana na kuwafukuza. Na katika baadhi ya picha ambazo zimetufurahisha, tumeona vijana wa huku kwetu, yani upande wa Afrika Mashariki au pengine Afrika, vijana wametengeneza msikiti wa matope, kama vijana watano hivi, age takriban ni miaka 7 na 6. Kisha kuna mmoja amefanywa imamu na kwingine mwingine muadhin, na wamesimamisha sala wasali, ni udongo wa hakadha. Na hii inaonyesha kuwa kile wanachokuja msikitini wanapokiona kina rasikh, kinakita katika mabongo yao. Na mtoto katika marhala hiyo ni umri ambao ni copy paste, anaona anaiga, anaona anaiga. Wacha waje waone waige. Lakini wewe mtoto wako hajaona, kisha wamlaumu baadaye, kwa nini haufuati nidhamu na hajaona chochote kutoka kwako. You as a role model, kama kiigizo chema kwa yule mtoto, lazima uwe ni picha ambapo ataiona ile picha, akitishe katika bongo lake na aweze kutabikisha katika maisha yake. Na mfano ni huu. Mtume Muhammad yuko kwenye mimba, kijana mdogo sana, takriban miaka 2.5 au 3, yuaingia. Baadhi ya masahaba, mtume ameteremka katika mimbar, anakwenda kumpokea kijana mdogo, na wengine wamemuona mara nyingine yutilu sujud, sijida yake ya ndefu. Mtume Muhammad akija kuulizwa, ya Rasulullah, mbona sijida yako ilikuwa ndefu? Asema, alikuja Sayyidina al-Hasan al-Hussein walikuwa wakicheza kwenye mgongo wangu, nikaona nikiinuka ninaweza kuangusha. Rahma, huruma wake. Na huku watoto wanacheza, anasema al-Faris 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 al-Faris, al-Jihad al-Jihad. Mtume Muhammad anarefusha ile swala yake kwa sababu kuna wajukuu wanacheza katika mgongo wake. Wewe utaki hata mtoto wako kukaribie? Ni tarbia gani hiyo? Watarajia mtoto atakuwa vipi? Taalluqi yake na sala itakuwaje? Marhala ndio hiyo ya copy and paste, copy and paste.
wacha aje ya kuone, cheza na yeye kidogo, mwingize katika msalla, utamwona mwenyewe Allahu akbar, imefika wakati ataanza kuswali mwenyewe jibiliyan, automatically, kwa sababu ni kitu ashakizoea nyumbani. Alipofahamu Mtume Muhammad kuna baadhi wana question mark, aliporudi katika mimbar na huko amembeba Sayyidina al-Hasan, akasema inna ibni hadha sayyid, huyu mjukuu wangu mnayemuona ni bwana, wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini al-azimain min al-muslimin. Hizi ni katika dalailu nubuwa za Mtume Muhammad. Asema na huyu ataleta suluhisho, atasuluhisha kati ya mapote mawili makubwa katika Uislamu. Kwa hivyo hiyo imekita katika mabongo ya Uislamu. Washajua huyu kijana ana mazia, ana jambo ambalo litakuja kufanyika baadaye katika mustakbal, ni katika dalailu nubuwa. Na ndio sisi tunayejigamba kama ahlu sunnati wal jamaa, na ni historia tekana isomwe. Hili jina la ahlu sunnati wal jamaa, sababu kubwa ni Sayyidina al-Hasan. Nyinyi mwafahamu tabaan, tumetajataja, lakini darasa hairuhusu kuingia katika mada mbalimbali. Pengine tutaangalia katika siku zijazo, tutaangalia baadhi za fitna zilizopatikana na suluhisho. Ujue tatizo si kutaja fitna peke yake. Mara nyingine unaweza kutaja fitna ukaleta tashwishi, ukawaweka watu katika hali tatanishi, pengine wengine wakaingilia katika haki za masahaba, kwa sababu wao umeeleza historia tu, haujaeleza chanzo cha zile fitna au zile fitna zilipotokea, haujaeleza na hujaleta hali, hujaleta solution iliyozungumzwa na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Almuhim, kulipotokea vita, manake ukiangalia khilafa ya Sayyidina Abu Bakar ilikuwa ni khilafa ina amani. Khilafa ya Sayyidina Umar ilikuwa ni khilafa ya amani, bali Sayyidina Umar katika baadhi ya riwaya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alimsifia, akamwambia wewe ndio mlango, huo mlango ukivunjwa hautatengenezwa tena. Akimaanisha Sayyidina Umar alikuwa ni ngome ya fitna kuingia katika Uislamu. Huo mlango utakapovunjwa hakuna namna tena itakavyojengwa tena. Ndio Sayyidina Umar alipofariki kukaanza fitna. Sayyidina Uthman ibn Affan akachukua khilafa, kukawa kuna mvutano mkubwa sana baina ya mujtahidin katika masahaba, lakini kulikuwa kuna karata pia ya Mayahudi ya cheza, na ndio namuona hata alomuua Sayyidina Umar alikuwa ni Yahudi. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman bin Affan, kisa kirefu pia, nayo kapatikana fitna wa hakadha. Ikawa kuna watu waandika barua wanatumia muhuri wa Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman anamtuma mtu fulani nenda mahali fulani, na kuna mtu anatumia muhuri huyo, akija muue huko. Akifika barabarani wanakutana, wewe unaenda wapi? Nimetumwa na Sayyidina Uthman. Na mimi nimetumwa na Sayyidina Uthman. Mimi amenituma nini na wewe umetuma nini? Kwa nini hizi barua zinakuwa kama zina utatanishi? Akija kuangalia anambia huyu akifika muue. Kef jamaa waje wamshambulie Sayyidina Uthman wamuue. Anakuja Sayyidina Ali, hali kadhalika. Hizi ni visa kwa hakika batekana visomo kwa ilmu na kwa umakinifu, na pengine darasa letu kama tulivyotaja haiwezi kuturuhusu kulifanya hilo. Lakini Sayyidina Ali, kukawa sasa kuna government mbili. Kuna Sayyidina Muawiya yuko Syria. Sayyidina Muawiya hajatambua khilafa ya Sayyidina Ali,
na kwa sababu zake za ijtihadia, kuwa alowao ni Sayyidina Uthman na mimi nina uhusiano naye, na katika Uislamu lazima tulipize kisasi. Kwa hivyo tushughulike, tumwangalie aliyemuua Sayyidina Uthman ni nani. Sayyidina Ali anasema la, hapa sisi tunafaa kwanza, kabla tujaangalia kisasi, tulete umoja wetu kama Waislamu. Ni rai. Kwa hivyo Sayyidina Muawiya yuko Syria, hajakubali khilafa ya Sayyidina Ali ndani ya Madina. Hali hii inaendelea, mvutano. Utakuja kuona vile vita vya kina Jamal mpaka Sayyidatuna Aisha kutoka wa hakadha. Lakini ukitizama kulikuwa kuna karata za Mayahudi na kulikuwa vile vile kuna karata za almunafiqun. Mara pap Sayyidina Ali naye ameuawa. Akiuawa, idadi ya watu wengi kama tarikhi inavyoeleza wakakubaliana kumpea bai'a Sayyidina al-Hasan ibn Ali. Huyu tunamtaja. Kumbuka hali ni tata, yani walioko Syria wanaona wako katika dola nyingine, walioko wengine chini ya Hijaz. Hapo hakuna Saudia, ni Hijaz, yaitwa Madina, yaitwa Makka, yaitwa Hijaz. Na wale wafuasi ambao kwamba walikuwa chini ya Sayyidina al-Hasan. Sayyidina al-Hasan alikuwa na wanajeshi wengi sana, na alipata bai'a ya wengi kuliko wale waliompa bai'a babake Sayyidina Ali. Akatawala mwezi, miwili, mitatu, minne, misita katika baadhi ya riwaya, minane katika baadhi ya riwaya. Sayyidina al-Hasan akatanaza, akajiuzulu. Hapa ni muhimu kutaja, lakini nitaomba ruksa kidogo, kifua cha tusumbua. Afwan. Hali ikawa tatanishi. Baadhi wakamuuliza al-Hasan, ma hadha ar-rajul, huyu ni mtu gani? Tumempa bai'a, sisi tumemkubali kama khalifa wetu kwa hali na mali, kisha baada ya miezi misita na tanazal, anawacha utawala, anamwachia Sayyidina Muawiya. Vita ilifika katika daraja walioko Sham kule, khutbatul Jumaa haiswihi mpaka baadhi ya masahaba watukanwe katika mimbar. Ile fitna ilivyokuwa imechacha, walikuwa upande wa Syria kule, wewe ukipanda kwenye mimbar, basi kabla hujamaliza pale tunasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hii aya aloiweka ni Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Akaja akaambia jamaa, acheni ujinga ni katika tabi'i, nyinyi mwainuka malaani masahaba. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanhaakum 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Ikatolewa ile laana, ikawekwa aya hii. Kwa hivyo hizi au vilma mnavyoviona, hususan katika wale wanaosoma zile khutba za asili, zina connection kubwa sana na historia ya Kiislamu, na tutakuja kuona kuna baadhi wana lazima zipatikane kwa sababu ni dhikra, ni katika kuhuisha mambo yalowekwa na wema katika historia ya jadi. Tumshike Sayyidina al-Hasan, tusiende sana. Sayyidina al-Hasan ametawala miezi misita, na tumeambiwa amepewa bai'a na wengi kushinda babake. Ana nguvu hata kushinda Muawiya, yani akiamua kupigana anaweza kushinda vita, lakini tanazal. Na hii inaitwa sunnatul mawaqif katika alamati saa. Wewe uwe na haki, lakini uache ile haki yako limaslahati umma, kwa sababu ya maslaha ya umma. Jamaa wakaanza kumwambia, ma hadha rajul,
ya ara almuslimin, ya ara almu'minin, kwa sababu wale waliokuwa kabla yake yeye walikuwa kiitwa amirul mu'minin. Wa kwanza aliopewa hili jina ni Saidna Umar. Kwa Saidna Abubakar katika miaka yake hakupewa jina la amirul mu'minin, aliitwa khalifatu rasulillah. Kisha baadaye Saidna Umar alipochukua ni khalifatu rasulillah, lakini jina lililoshtahiri likawa famous ni amirul mu'minin. Kwa hivyo man jaa ba'dahu amir wa ba'dahu amir, mpaka ikakuja kwa Saidna Al-Hasan kana amiran, lakini walipomwona kama muoga, yani huyu bana hapendi vita, hataki kichafuke, wenyewe wanasema kanuke ama kinuke, hataki watu kuuawa, wakamwita ya ara almu'minin, si amira almu'minin. Wewe ni aibu na doa na dosari ya waumini. Kwa nini umetukosesha sisi heshima? Tumekupa bai'a, alafu baada ya miezi 8 umetoka katika kiti. Kapanda kwenye mimbar Saidina Al-Hasan akasema, wallahi lastu ara lilmu'minin, mimi si aibu wala si dosari ya waumini. Innama karihtu an aqtulakum au aqtula ba'd almuslimin liajli almulk, mimi nimechukizwa kuingia katika viwanja kupigana Waislamu kwa Waislamu, tumwage damu, anayemuua yukabbir na anayeuawa yashhad. Vipi wewe unayepiga unasema Allahu akbar, na yule anayekufa ashhadu an la ilaha illa Allah, anataka awe shahidi. Karihtu an aqtulakum lilmulk, nimechukia niingie katika viwanja vya kuuana kwa sababu ya kutafuta ufalme. Na hapa angalia maneno yake, hakuita khilafa, aliita ufalme. Na hii inaonyesha Sayyidina Al-Hasan alikuwa afahamu vyema maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume alizungumza, al-khilafatu ba'di 30 aman, khilafa baada yangu itakuwa ni miaka 30. Thumma yakun mulkan adhudan, kisha baada ya hapo itakuwa ni ufalme ambao utakuwa ni ufalme wa ubepari. Ndio na maana kwa baada ya Sayyidina Al-Hasan ikawa ni kama system ya kingdom. Baada ya Sayyidina Muawiya akaja mwanawe Yazid, na ni kisa kirefu. Na Yazid ni fasik kwa hakika, alikuwa ni mtu hakuwa na istiqama katika dini. Baba yake ni sahaba, lakini kidogo alikuwa hako katika istiqama, na ndio hapo kaitwa Al-Umawiya, yani ufalme wa Kiumayya, manake ni kizazi hicho. Ikaenda kisha baadaye ikakuja Abbasiya, wakaja sasa abnau Abbas, hizi ni khilafa. Kisha baadaye zikaja zikavunjika zote duwailat, kila mmoja akawa kila mmoja na dola yake. Zikaenda, maanake utakuja kuona kila mmoja sasa akawa na ufalme wake. Kisha baadaye ikarudi tena khilafa moja, Ottoman Empire. Ni historia yatikana yasomwe, na Ottoman Empire ni ya karibu zaidi na sisi, na hiyo ni ishara aliyoeleza Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam. Wakajaribu wale maadui kufanya tamzik, kisha mwisho wakafaulu, lakini baadaye itarudi khilafa, itarudi tena, atakuja nao Sayyidina al-Mahdi. Ni kisa kirefu ambayo itakuwa ni intisar, marhalatu al-intisar. Katika alama za kiyama inaitwa marhalatu al-intisar, ushindi wa Uislamu. Na ndio hapo pengine Sayyidina Isa atateremka, atashirikiana na al-Imamu al-Mahdi wa ahlu sunnati wal jamaa, si wa mashia. Shia wanao fikra yao kuhusu al-Imamu al-Mahdi ambao yatafautiana sana na ahlu sunnati wal jamaa, lakini ni mtu ameelezwa katika historia atakuwepo. Kisha kutakuja Dajjal. Manake baada ya hapo khilafa Ottoman Empire wao waliftahi Konstantinia. Konstantinia ndio Istanbul, ambapo ndio ilikuwa base ama capital city ya Roman Empires wakati huo, super power. Ukisikia Rome wakati huo ilikuwa iko katika Istanbul, al-Konstantinia. Hii ya Italy ni ya juzi na ilikuwa haina nguvu.
lakini sasa ndiye yenye nguvu Vatican. Kwa hivyo katika baadhi ya riwaya Imamu al-Mahdi ataingia paka Vatican, ataiftahi, na hapa ndipo mahali Dajjal hatokubali, atadhihiri Dajjal. Takasirika sana na atakuwa mkorofi huyu bwana. Ni mada ndefu, hatutaki tuingie sana tukapotea, lakini Mwenyezi Mungu akitupa afya na uzima katika siku zijazo tutaangalia hata kama ni fitna 5 10 tuzieleze na hal solution yake. Kwa hivyo Sayyidina al-Hasan akasema, nimechukia mimi kuwaua lilmulki, kwa sababu Mtume Muhammad amesema khilafa baada yangu ni miaka 30. Ukihesabu 30 kama alivyotaja Ibn Kathir, Sayyidina Abu Bakar khilafa yake, Sayyidina Umar khilafa yake, Sayyidina Uthman khilafa yake, Sayyidina Ali khilafa yake mpaka kuuawa ilikuwa haijakamilika 30 years, imebaki 6 months ama 8 months. Kwa hivyo Sayyidina al-Hasan akatawala ile marhala ambayo imehifadhiwa. Maanake alisema al-khilafatu ala minhaji nubuwa, khilafa ya miaka 30 haitokuwa na shaka, itakuwa katika minhaji nubuwa. Sayyidina al-Hasan alipoona hiyo nafasi akatawala. Alipojua sasa ni ufalme na una matata, tanazala, lakini kwa sababu ya kwanza ni kuhakikisha ile ishara aloitaja Mtume Muhammad akiwa mdogo sana. Makumbuka tumetaja aliposema inna ibni hadha sayyid, alisema huyu kijana wangu ni bwana, wasayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn al-adhimain min al-muslimin, na Mwenyezi Mungu ataleta utatuzi wa maelewano kati ya mapote mawili makubwa katika umma wa Kiislamu. Tumeona waliokuwa Sham ni wengi katika Uislamu, yaani tukizungumza wenyewe waliokuwa hawatizami masala ya nubuwa, yale masala ya unabii, walikuwa wanaona Waislamu wamekuwa ni imperatoria, ni empire, lakini sio empire, ni adin. Wameftahi, wakakonka, wamekonka karibu ulimwengu mzima takriban. Uislamu unatisha, watu wakisikia Muislamu walikuwa kisaluti, kisoma historia vile ilivyo. Kwa hivyo hawa wawili wanapigana wao kwa wao, ndugu kwa ndugu, Muislamu kwa Muislamu. Sayyidina al-Hasan akapanda katika minbar akasema, wa inni taraktu hadha al-kursiya li Muawiya, mimi nimejiuzulu kuanzia leo, namwachia Muawiya kiti cha khilafa kwa masharti. Wakaandikiana masharti yake, masharti mengine hayakutimizwa, lakini waliandikiana masharti. Akasema, wale waliokuwa ni wafuasi wangu, wekeni panga zenu chini. Zikawekwa panga chini. Zilipopangwa panga, zilipowekwa chini, sisi tunasema handshake, ukapatikana handshake. Huo mwaka ukaitwa amul jamaa, huo mwaka ukaitwa ni amu aljamaa, unity, umoja. Na ndio maswali sisi tunaulizana, ikiwa unataka kuelewa zaidi kwa nini sisi tunajiita ahlu sunna wal jamaa. Kwa nini hatusemi ahlu sunna wal kitab? Maanake ni alkitabu wa sunna. Kwa nini tuseme sisi ni ahlu sunna wal kitab? Kuna watu wamepinga sunna, hawataki hadithi za Bwana Muhammad, wanataka Qur'ani peke yake. Hiyo ni mutafaqun alayhi. Lakini mbona sisi hatukuitwa ahlu kitabi wa sunna au ahlu sunna wal kitab? Ni maswali mtakana mjiulize. Sisi tumeitwa ahlu sunnati wal jamaa min hadha al-aam kwa sababu ya huu mwaka wa Sayyidina al-Hasan alipotanazala akajiuzuru, umma mzima ukawa na ittihad, ukawa na unity. Na hiyo ni kusadikisha maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliyosema miaka takriban 70 iliyopita, inna ibni hadha sayyid, huyu mwanangu ni bwana. Yani takriban si miaka 60, takriban miaka 30 iliyopita, kwa huyu mwanangu ni bwana, na Mwenyezi Mungu atajalia katika hikma yake ataleta umoja wa Uislamu. Wa hakadha sisi tukijinasibisha na ahlu sunnati wal jamaa tunajinasibisha na ule mwaka ambao kwamba ulikuwa ni umoja na unity
wa Waislamu, kwa maana anayesema ni ahlu sunnati wal jamaa hawi ni mmoja katika sababu ya kufitinisha baina ya Waislamu. Utakuwaje wewe ni ahlu sunnati wal jamaa ambao ni unity, kisha wewe usababishe tafarruq, kufarikisha baina ya watu? Na ndio system zetu sisi tunasema ni ijma tasud, unite then you will lead. System za wasokuwa sisi farriq tasud, divide and rule. Sisi ijma tasud, walete watu pamoja, utakuwa na uwezo wa kuwaongoza. Lakini wale wameona la divide, wae ni mutashititi, na ndio fikra alikuwa nao Firaun, inna firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an. Firaun amekuwa na kibri katika ardhi, kisha akawa divide watu, nyinyi ni kabila fulani, nyinyi ni wa ukoo fulani, nyinyi ni wa kitu fulani, wakawa divided kama sisi tunavyodividiwa na madhehebu. Hawa ni kina fulani, hawa ni kina fulani. Tukiwa na matatizo, kullu wahid al'ab kivyake, wao na madhehebu yao wajishughulikie wenyewe. Je, tuko katika umbrella moja ya Uislamu? Naam, basi yatosha tuwe under one umbrella, madhehebu yote yawe chini ya one umbrella ambao ni al-Islam. Baba yetu ni al-Islam, mama yetu ni al-Islam, wahid wajma tasud. Hii ndio system ambayo kwamba tulioachiwa na Uislamu, na huyu ndiye ambaye ni mpokezi wa hadithi hii. Na ametajwa sibti Rasulillah, ni mjukuu wa Mtume Muhammad, sehemu zote mbili za kubalika. Kwa sibt ni mjukuu kutoka kwa mtoto wa kivulana, na sibt ni mjukuu kutoka kwa mtoto wa kisichana. Yote mawili yanakubalika katika lugha ya Kiarabu. Wa raihanatihi, tumeeleza ni kijana ambaye Mtume alikuwa akimuita jina hilo, yeye na ndugu yake Sayyidina al-Hussein, akiwaita raihana, mreihani, mti mzuri mwenye harufu nzuri. Anasema qal ya Sayyidina al-Hasan, anasema hafidhtu min rasulillah, nimehifadhi kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam neno hili, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, acha kinachokutia shaka, fanya kile ambacho hauna shaka nacho. Na baadhi ya wanazuoni wanasema pia masala haya ni masala ya batini, ni masala ya ndani. Mwanadamu utajiona uko peke yako, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ameumba mwanadamu katika maumbile, katika the best creation. Best creation. Alikuja mtu kwa Sayyidina al-Imam Malik, anamshtakia, anamwambia bana, mimi nilitoka nyumbani, mke wangu hapendi kujipamba, lakini kamwambia mimi natoka zangu, nikirudi nataka kukuona wewe ni mzuri kushinda mwezi, yani wewe unang'ara kushinda mwezi. Basi nimekwenda nimerudi, mke wangu amejipamba kweli, lakini hafanani na mwezi, na mimi nataka ashinde mwezi. Na mimi nilimwambia kama sitokupata wewe ni mzuri kama mwezi, anti taliq, nimekuacha, nimempa talaka. Sasa namuuliza al-Imam Malik, talaka imepita? Imam Malik anamwambia kama umelisema hilo imepita. Al-Imam Shafi wakati huo ni mwanafunzi, anasikia ule munakasha, anasikia zile jidal baina ya yule anatafuta fatwa kwa Imam Malik, ni mwalimu wake. Akishuka katika zile stairs pale chini, anamwambia hebu nieleze kesi yako na nini hukumu ya Imam Malik. Akamweleza, wameniambia talaka imepita. Akamwambia la, mimi naona talaka haijapita. Sasa Imam Malik asikia tena mazungumzo mwalimu wake, na anaona fatwa nyingine inaupingana na fatwa yake, anataka kupata ilmu, anataka kumuona mwanafunzi wake ukoje. Akateremka, ya Shafi, unamwambia nini huyu? Kama mimi Imam naona talaka haijapita. Kama haijapita, lakini mke wake hajafanana na mwezi. Kaambia Imam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani, laqad khalaqna al-insana fi
ahsani taqwim, best creation. Jua, mwezi, viumbe vyote haviwezi kufanana na mwanadamu, hata kama hakuoga, hata kama hakujipamba, yeye ni mzuri kushinda mwezi. Kwa hivyo talaka haijapita. Imam Malik akasema naam, fatwa aliyosema mwanafunzi wangu ni Imam Shafi yuko sawa. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Kwa mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, yeye mwenyewe hajitambui, lakini ana mambo subhanallah, na miongoni mwa mambo ni kuwa wewe unawashauri alokuwekea Mola Subhanahu wa Ta'ala katika malaika. Kuna mshauri anayekushauri katika lammatul malaika. Ndio haya masala tutakuja kuyaona. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, fanya kitu ambacho kwamba hakina shaka. Kile kitu kilichokutia shaka na shaka utakuja kuona ni mazungumzo yako katika mwili wako, jambo linakuonyesha hili haliko sawa, hata kama hauna ilmu nayo, lakini ile nuru ya imani yako ina reflect ushauri wa malaika. Baadhi ya wanazuoni wa asiri ila Allah wanasema mara nyingine tunaweza kusikia mpaka sauti ya kuambia fanya kitu fulani, usifanye kitu fulani, kwa daraja hiyo. Na yote haya utakuja kuona ni katika ilham. Wa nafsin wa maswaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, lakini akampa ilham, na miongoni mwa maana ya ilham ni kupata ushauri wa malaika. Lakini tatizo, pamoja ya kuwa kuna ushauri wa malaika, na ni fakhri wewe kuwa na mshauri ambaye ni malaika, kuna vile vile na ushauri wa Ibilisi. Tunaposema au tunaposoma Suratun Nas, qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas. Ibilisi anakuletea kama wasiwasi. Utakuja kuona kuna tofauti ya shaka na tofauti ya wasiwasi. Haya yote lazima uwe na ilmu nayo. Ibilisi akija kama ushauri anakutia wasiwasi, yani hauelewi, lakini pengine na upande wa pili kunayo force ya advice kutoka kwa malaika, anakuadvise fanya kitu fulani, na huyu mwingine anakuambia fanya hiki, fanya hiki. Wewe uko katika haira sasa, haujielewi. Watuambia baadhi ya wanazuoni, ili ujue ushauri unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, weka mkono wako katika moyo wako, mwambie ya Rabbi, nipe hali nzuri nifanye kwa hikma. Utakuja kuona moyo wako utakuwa na utulivu na jambo ambalo kwamba lina radhi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sehemu, na sehemu ya pili ni kuwashauri watu wenye ilmu. Mimi niko katika hali hivi sasa, usiwe mwepesi wa kuyafanya mambo, uko katika shaka, uko katika wasiwasi, usiwe mwepesi wa kufanya mambo. Jaribu ushauri, seek clarification kwa wasomi, wasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ili uweze kufanya jambo lako ambalo halina wasiwasi na halina tatizo. Na hadithi hii pia ina maana marefu, lakini tutatosheka na mazungumzo hayo ili tumalize sehemu ya pili. Na pia hadithi hii ni fupi na ina maneno marefu. Hadithi hii inasema hivi: ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam amesema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni alislam, katika sehemu nzuri ya Uislamu ama Uislamu wa mtu. Min husni islami almar'i, katika sehemu nzuri ya Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, uachane na kitu kisichokuhusu. Na mwanadamu anafika katika martaba, akiendelea katika ibada yake, ikawa jambo lake lolote ndilo linalomuhusu. Wewe unashughulika na Mola wako jalla jalala,
mambo ya watu wengine hayakuhusu. Allahumma, pengine ni suala ambalo unaweza kuleta maslaha ndani yake, lakini katika ibada umekuja kuswali, wasoma Qur'ani, wafanya khairati, wewe kitu kinachotikana kikushughulishe zaidi ni uangalie ibada yangu nimeifanya vizuri ama sikuifanya vizuri. Yule kijana alimuona babake mcha Mungu anayesimama usiku, anaswali usiku, kama baba, kesho mimi nitainuka na wewe kuswali usiku. Baba akamwambia marhaba, hakuna neno. Akainuka usiku tahajjud. Walipokuwa wanaswali tahajjud na babake, yule mtoto akamuuliza baba, mbona fulani hainuki usiku? Yani yeye ameinuka usiku mmoja hivi, kwa sasa watu wote hawafai, yeye ndio yafaa. Mbona fulani analala sana? Babake akamwambia, mwanangu, kesho usiinuke usiku. Ikiwa kuinuka kwako usiku utashughulishwa na hali za watu, basi bora wewe usiinuke, kwa sababu utajitia katika madhambi ya kuwasengenya watu na kuwadhania watu maovu, na wewe umeinuka ili usuluhishe baina yako na Mola wako. Mtoto akapata fikra, akaambiwa, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Uislamu wa mtu, uzuri wa Uislamu wa mtu, na hii ni baadhi ya uzuri wa Uislamu wa mtu ni yeye kuacha kisichomuhusu. Tarkuhu ma la yani, umeona hili jambo na maana yake halina faida, maana yake ni miongoni mwa mazungumzo anazungumza wanazuoni, hili jambo halinisaidii lolote wala halichofaidisha umma chochote, hili halinihusu. Kwa hivyo achana nayo. Maneno yako, jitahidi maneno yako yaangalie kabla hujazungumza. Je, haya maneno nitakayozungumza yatanipa thawabu? Nitayazungumza. Ikiwa ni maneno yatanitia katika dhambi, la yaani, hainisaidii, hainihusu, achana naye. Na hiyo ina maana kile ambacho kwamba ni haramu kukisema, ni haramu kukisikiliza. Na tutakuja kumwona yule anayesengenya na yule anayesikiliza masengenyo, wote wawili wana madhambi, kwa sababu wamemotivate, wamemtia masikio yako. Lakini katika asiri ila Allah wanakuambia, kwa nini umefanya sikio lako likawa ni pipa la taka? Watu wanakusanya maneno yao machafu yanatupa katika sikio lako. La, sikio lako lisikize maneno ya kheri, sikio lako lisikize Qur'ani, sikio lako lisikize adhkar, sikio lako lisikize jambo ambalo kwamba litakunufaisha. Hiyo min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na jambo ambalo halimsaidii lolote, halimruhusu, halimfai kwa njia moja au nyingine. Na haya ndio maana mafupi ambayo tumependa kuyasoma katika hadithi hizi mbili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda aina alayhi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar bimannika wa judika amtinanika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.